Hello, ndugu zangu, tunawakaribisha tena kwenye chaneli yetu ya KingoFarm. Leo hii tutaangalia limau au ndimu. Nasema limau au ndimu kwa sababu hivi vitu vyote vinafanya kazi ambazo zinafanana. Kuna maeneo unaweza ukapata limau, maeneo mengine unaweza ukapata ndimu. Lakini kemikali ambazo zinapatikana kwenye limau na kwenye ndimu zinasaidia, yani zote zinatoa msaada au mchango mmoja kwenye kuwatibia kuku au kuwahudumia kuku. Unavyowahudumia kwa kutumia limau ni sawa na ukiwahudumia kwa kutumia ndimu. Sasa hili limau lina kazi kubwa sana kwa kuku, lina kazi nyingi sana kwa kuku. Unaweza ukaona ni kitu kidogo, lakini msaada wake ni mkubwa sana. Kwanza kabisa, limau linasaidia sana kutibu ugonjwa wa ndui. Kuku wako wakipatwa na ndui shambani, ukawa na limau na aloe vera, unaweza kutibu ugonjwa wa ndui vizuri kabisa kwa muda wa siku 3 tu. Ugonjwa wa ndui unaweza ukawa labda unanisikiliza lakini haufahamu ugonjwa wa ndui ni ugonjwa gani. Ugonjwa wa ndui ni pale kuku ambapo wanakuwa na vidonda maeneo ya usoni, kule kwenye mdomo, kwenye macho, maeneo yote ya kuzunguka ule uso wake unakuwa na vidonda, mpaka kule kwenye upanga wa kuku kunakuwa kuna vidonda. Ukitaka kutibu ugonjwa huu ili uweze kutibia kwa haraka zaidi, ni lazima uwe na limau au ndimu. Ndani ya siku 3 tu ugonjwa huu wa ndui utakuwa umeisha kabisa, ukiwa na limau au ndimu pamoja na aloe vera. Lakini pia ili limau na aloe vera vinatumika pia kukinga ugonjwa huu. Kama maeneo ulipo pana mbu sana, basi unatakiwa kuwa unatumia hili limau pamoja na hii aloe vera kama kinga mara kwa mara kwa kuku wako, kwa sababu ugonjwa unasababishwa na mbu. Ule ugonjwa wa ndui ambao kuku anakuwa na vidonda unasababishwa na mbu. Kwa hiyo kama hilo eneo ulipo kuna mbu sana, hata kama utakuwa umewachanja ile chanjo ya dukani ya ndui, basi pendelea sana kuwapa na hizi kinga za asili. Na huu ugonjwa wa ndui hauna dawa ya dukani jamani. Ukishaupata huu ugonjwa wa ndui, unatakiwa utibie kwa kutumia tiba za asili tu. Na tiba hiyo miongoni ni limau pamoja na hili ndimu na hiyo aloe vera. Ukitibia ndani ya siku 3, kuku wako wanakuwa wameshapona kabisa ugonjwa wa ndui. Lakini pia limau kazi nyingine ya hili limau linasaidia sana kwenye kudetoxify. Kudetoxify ni kutoa sumu. Kwa mfano kuku wako waliumwa sana, ukawa unawapa madawa mara kwa mara, unawapa madawa mara kwa mara, umekuwa ukiwapa madawa lakini unaona hawaponi. Labda kuku alikuwa na typhoid, umemtibia pakti ya kwanza, pakti ya pili, haponi. Ule kuku mwili wake unakuwa umetengeneza kama sumu. Yani mwili wake unakuwa una kitu kama toxic yani kwenye mwili wake. Kwa hiyo hata ukimpa dawa nyingine anakuwa hasikii dawa yoyote, kwa sababu ulishampa madawa mengi sana. Kwa hiyo mwili wake unakuwa una kemikali nyingi sana. Sasa ukitaka kuziondoa zile kemikali, huwa tunatumia hili limau kudetoxify, ili wafanye kuku wako waweze kurudi kwenye ule ubora wao waliokuwa nao mwanzo. Kwa hiyo hapa pia huwa tunatumia limau. Lakini pia limau tunatumia kwa msimu huu wa baridi. Kuku wako ukiona wamesinyaa, hawachangamki, yani wanatetemeka, yani wamepigwa sana na baridi kiasi kwamba hawana ile furaha au hawana ule uchangamfu, basi hapa pia huwa tunatumia limau. Unachukua ile limau unaweka kwenye maji yao yale ambayo wanakunywa. Kila kuku akinywa utakuta baada ya kunywa yale maji anatingisha kichwa chake hivi, yani anaonyesha kama hali ya kuchangamka. Kwa hiyo huwa tunawapa kwa sababu ya kuwaongezea joto kwenye miili yao. Lakini pia kitu kingine, limau linatusaidia sana tunapokuwa tunatibia ugonjwa wa mafua. Kuna mchanganyo ambao huwa tunautumia kwa kutibia mafua. Kwa mfano wale ambao wana vitabu vyetu, kama una kile kitabu cha tiba za asili, nadhani pale umeona kuna michanganyo mbalimbali tumeandika ya kutibia mafua. Ukiona umewapa mchanganyo wa kwanza hawajapona, mchanganyo wa pili kuku hawajapona, mchanganyo wa 3 unaweza ukaweka na limau, ukaongeza na limau, kwa sababu limau na lenyewe huwa lina nguvu sana kwenye kutibia mafua. Isipokuwa hili limau unatakiwa uwape kwa kiwango kidogo, lakini pia usiwape mara kwa mara, kwa sababu ukiwapa mara kwa mara huwa linatengeneza tena kama sumu mwilini, kwa sababu ya nguvu ambayo ipo kwenye hili limau, huwa linatengeneza sumu. Unakuta kuku ukimzidishia labda siku 5 unampa limau na unaweka kwa wingi, yule kuku baadaye utakuta anatoa damu puani. Yani ni kitu fulani kama vile kinakuwa kimeshageuka kimekuwa sumu. Au vifaranga wakiwa wadogo sana huwa hatutumii limau, ila kuanzia wiki 2 ile kuendelea unaweza ukawa unatumia limau. Kwa hiyo hapo kwenye kutumia limau pana uangalizi kidogo, unatakiwa kuwa makini. Tumia vipimo sahihi vya limau, na hivi vipimo sahihi utavipata kwenye kile kitabu chetu cha tiba za asili. Kile kimeandika tiba na vipimo vyake na siku za kumpa kuku. Kwa hiyo ukiwa na hiki kitabu utaona ni jinsi gani ambavyo utaijua mimea yote na jinsi ambavyo inachanganywa kwa usahihi kwenye kutibia kuku.
Ukiwa na hiki kitabu jamani cha tiba za asili, hautaingia dukani kununua dawa ya kuku. Utakuwa una uwezo wa kutengeneza tiba wewe mwenyewe kwa vitu vya kawaida kabisa, na kuku wako ndani ya siku 3 wanakuwa wamepona kabisa. Hiki kitabu kinauzwa 10,000 tu. Ukilipia hiyo shilingi 10,000 tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Lakini hatuna kitabu kimoja, tuna vitabu vingi. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Hiki kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga chotara pamoja na layers kuanzia kifaranga mpaka anakuwa mkubwa. Na kitabu kingine ambacho tunacho ni kitabu cha ufugaji wa broiler. Kinakuelekeza muundo mzima wa kumfuga broiler kwa kutumia mimea, kwa kutumia vitu vya asili. Kuanzia siku ya kwanza mpaka unampeleka sokoni. Hautanunua chanjo ya dukani, utatumia kinga za asili na kuku wako watakuwa wazuri, wana vifua vipana na wana ubora wa hali ya juu. Hata ule utelezi ambao broiler huwa anakuwa nao, basi hawatakuwa nao kabisa ukiwa unatumia hii mimea. Na mwongozo mzima utaupata kwenye kile kitabu chetu cha ufugaji wa broiler. Na pia hiki kitabu kimelenga kupunguza gharama za ufugaji wa broiler, kwa sababu mle kuna vitu vingi vya asili, na kuanzia ile siku ya 22 kuna formula ya chakula ambayo unaweza ukawatengenezea kama finisher na wakala vizuri na wakawa na uzito mzuri kabisa. Lakini pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kina mwongozo mzima wa kumfuga kuku wa kienyeji. Kama ukifuga kuku wa kienyeji huwa wanakufa wakiwa vifaranga, huwa wanavaa makoti, basi hiki kitabu kitakupa mwongozo mzuri kabisa. Hata kama ulikuwa una kuku 3 tu wa kienyeji, ukatumia mwongozo wa kwenye kile kitabu, utaweza kuzalisha kuku mpaka 100. Isipokuwa tu ufuate mwongozo kama ambao umeandikwa. Yaani unawafuga kuku wa kienyeji kwa njia za kisasa au kwa kitaalamu zaidi. Lakini pia kama kuku wako wana changamoto ya kutaga, huwa hawatagi vizuri au wamedumaa, tuna kitabu maalum kwa ajili ya booster za kuwapa kila siku kuku wako ili watage sana au ili waongezeke uzito. Ni kitabu kinaitwa kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia tuna kundi la mafunzo, ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukijiunga na hili kundi utapata elimu nzuri kabisa ya uleaji wa vifaranga, ushauri mzuri wa sehemu ambapo utapata vifaranga wenye ubora na chakula kizuri utapata kwenye makampuni gani, na utaweza kufuga bila stress yoyote, kwa sababu tutakupa mwongozo mzima wa kuwafuga kuanzia vifaranga mpaka wanakuwa kuku wakubwa. Kama una maswali, unahitaji ushauri, ukiwa tu umelipia hiyo ada ya shilingi 8,000 tukakuunga kwenye hili kundi, utaweza kuuliza hayo yote. Pia KingoFarm tuna incubator nzuri za kisasa. Incubator zetu ni incubator za chuma, sio zile za Mchina ambazo zimeundwa kwa plastiki, hapana. Ni incubator ambazo zina ubora wa hali ya juu. Tunaanzia incubator zetu zinaanzia mayai 60 na kuendelea. Kama unahitaji hizi huduma zetu, tutafuta. Hizi incubator tunasafirisha mkoa wowote ule. Wewe utalipia nauli, unatuelekeza tutasafirishe kwenye cargo au kwenye basi. Sisi tunakusafirishia mkoa wowote na unapokea mzigo wako kwa uaminifu mkubwa. Lakini pia tunakuongoza kuanzia utakapoweka mayai mpaka unapata vifaranga. Elimu yote tutakupa bure kabisa ukiwa umenunua hizo incubator. Kama unahitaji hizi huduma, basi chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Asante sana.